Vifo vya maafisa wa akiba NPR waliofariki kutokana na shambulizi la kijambazi jana Chemoi, Baringo Kaskazini imefikia wawili, wengine 7 wakiwa bado wanapokea matibabu. Aidha, kumeshuhudiwa cheche za maneno kuhusiana na utaratibu wa kuwapiga msasa maafisa hawa wa NPR kati ya viongozi wa eneo hilo na waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliyekuwa katika eneo hilo wakati wa shambulizi. Mike Chalo anauketoa taarifa hii. Taharuki bado imetanda Chemoi, Baringo Kaskazini kufuatia shambulizi la Ijumaa ya jana lililosababisha afisa mmoja wa akiba NPR kufariki dunia, huku idadi ya waliofariki ikifikia 2 leo. Shambulizi ambalo lilitokea mbele ya macho wa waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akiwa kwenye ziara yake kwenye eneo hilo. Kwa sababu walikubali kufanya kazi katika National Police Service as police reservists, as part of the police, they must know that the day they go to criminal acts, they will be the most sought criminals. Baada ya vifo vya maafisa 2 wa NPR, maafisa 7 wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya mafunzo na rufaa katika kaunti ya Baringo, huku mmoja aliyekuwa katika hali mbaya zaidi akihamishwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi mjini Eldoret. Sasa wakora akapata mimi. Alikuwa waina. Akanipiga risasi akapata hii mkono. Tulifika kwa hapo kwa andaki ya hii ya mchanga imechotwa. Hapo ilikuwa na open ground. Sasa tukastukia ndio risasi imelia. Tukajaribu kulala. Ndio sasa nimeona imenipata kwa miguu. Kuangalia mbele hivi nikaona huyo tena alipata tena kwa miguu. Yule mwingine mwenye ameenda Eldoret naona amepata kwa bacha hapa. Kauli ya Kipchumba ya kuwatuhumu maafisa hao wa NPR kuhusika katika ujambazi na kutaka wapigwe msasa ikionekana kuleta majibizano na vita vya maneno baina yake na viongozi katika eneo hilo, viongozi hao wakitaka utaratibu ufao kufuatwa ili kuhakikisha hakuna mianya ya uhalifu hata msasa wa maafisa wa NPR unapoendelea. Some of us mwenye wanaongea sana hapa wakipiga chest hapa ati wewe ni kiongozi ama wewe ni chief ama wewe ni nani? Watoto wako kwa boarding school. Wengine wako hata international system. The 6 formed units in Baringo North yote wakapelekwa kambi ya samaki kulinda mtu mmoja wa siri ya usalama. Hata Kibaru yote wanaenda kuchunga wasiri. Mimi najiuliza, hii kitu ni bandit kweli ama ni kitu inapangwa? All the people who are affected are NPRs. What we think should happen is that there should be a systematic way of vetting without leaving the area to be vulnerable. Hata hivyo, baada ya zaidi ya miaka 20 ya hali duni ya usalama katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa, huku eneo hilo likiangaziwa na kutengewa vikosi mbalimbali vya usalama bila mafanikio yoyote, ni wazi sasa huenda kuwa ndovu wanalemewa na mkonga wake, licha ya kuwa Kenya imekuwa kwenye mstari wa mbele kuyasaidia mataifa mengine ndani na nje ya Afrika na vitengo vyake vya usalama. How many graves should be dug? How many livestock should be stolen? How many funerals should be attended for insecurity to be reigned in Baringo County? Mike Chalo, TV 47.